kukaribisha katika YouTube channel yangu. Ni Emmanuel Mpalie, Nutrition Specialist. Mada ambayo ipo hewani kwa upande wa siku ya leo, tunaangazia juu ya maji ya dafu kwa mgonjwa wa kisukari. Namna gani maji ya dafu ambavyo yanaweza kusaidia katika kushusha sukari ya damu ya mgonjwa wa kisukari, katika kuongeza ufanisi wa utendaji bora wa insulini, na katika kuhakikisha kwamba ina improve HbA1c ya mgonjwa wa kisukari. Kwa kama uko interested kufahamu namna gani ambavyo maji ya dafu ni muhimu kwa mgonjwa wa kisukari na namna ambavyo yanasaidia kushusha sukari ya damu ya mgonjwa wa kisukari, twende sambamba. Na katika video hii tunagusia vipengele kadhaa. Moja, tutaangazia maji ya dafu yana nini ambavyo vinaifanya yenyewe maji ya dafu yaweze kuwa na muhimu kwa mgonjwa wa kisukari, lakini tutaweza kuona namna ambavyo yanasaidia dhidi ya ugonjwa wa kisukari, lakini tutazidi kuangazia hususan ni unahitaji maji ya dafu kiasi gani ili uweze kupatia faida hiyo, na tutazidi kuangazia pia kwamba uyaweze kuyatumia wakati gani ni sahihi kuweza kutumia maji hayo ya dafu. Mwisho kabisa tutamalizia na faida nyingine kadhaa za kutumia maji ya dafu kwa mgonjwa wa kisukari. Hivyo tuende sambamba. Bila kupoteza muda, tuende kwenye mada husika. Je, ulikuwa unafahamu kwamba maji ya dafu yana faida kubwa na yana virutubisho vizuri na bora kuliko maziwa ambayo unatumia ya ng'ombe? Kama ulikuwa hufahamu, basi fahamu kabisa kwamba maji ya dafu ni bora zaidi kuliko hata maziwa ambayo wengi huwa wanatumia kama kinywaji kwa upande wao. Nikufahamisha kwamba maji ya dafu, ifahamike tu kwamba maji ya dafu hayana masuala ya mafuta ya rehemu ambayo ni cholesterol, hususan ile cholesterol mbaya, wala hayana, lakini yana kiwango kidogo sana cha mafuta. Wakati huo ina virutubisho, maji haya yana virutubisho vingi bora kwa mgonjwa wa kisukari, hasa uwepo wa vitamini B, kuanzia vitamini B1, B2, B3, B5, B6, B9, vyote vimesheheni katika maji ya dafu yale, bila kusahau uwepo wa vitamini C ya kutosha kwenye maji ya dafu. Kuna madini ya kutosha kwenye maji ya dafu kama madini ya magnesium, potassium na madini mengine kadha wa kadha ambayo ni bora kwa mgonjwa wa kisukari. Ufahamu pia kwamba maji ya dafu yana phytochemicals ambazo zile phytochemicals zinafanya kazi katika kusaidia kwamba kama antioxidant katika kuzuia masuala ya inflammation kwa mgonjwa huyo wa kisukari. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia maji ya dafu, sometimes yamekuwa yakiitwa kwamba ni electrolyte drink. Ni kinywaji ambacho ni maalum kwa ajili ya kubalance kiwango cha minerals katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo kina balance masuala ya electrolytes katika mwili wa binadamu, hususan kwa sababu ya uwepo masuala ya potassium ya kutosha. Sasa hapa kuna vitu vya kufahamu. Kuna aina za dafu. Kwa wale ambao wanaishi pwani au kwa wale ambao wanaishi mazingira ambapo kuna minazi, unaweza kawa nanielewa vizuri. Kuna dafu ambalo ni changa, ambalo wengine ukifika pale mtu anashangaa na kwambia naomba unikatie ile dafu ambalo halina nyama lakini hiyo na maji ya kutosha. Kwa hiyo kuna dafu ambalo ni changa. Halafu kuna dafu ambalo limekomaa. Hili inakuwa tayari na nyama, na ambalo mwisho wa siku hili inakuja kuwa nazi, dafu iliyokomaa vizuri na dafu changa, vyote vina maji. Lakini ifahamike tu kwamba kwenye maji haya, maji ambayo nazungumza maji ya dafu hapa kwa mgonjwa wa kisukari, ni maji ya dafu ambayo ni changa, ile ambayo unakuta halina nyama nyingi ndani yake. Yale maji ndio bora kwa mgonjwa wa kisukari, na ambayo yana virutubisho vingi kabisa ambavyo vinamfaa mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo hilo unalifahamu. Maji ya dafu nazungumzia ni yale ambayo ni ya dafu changa, ambayo ni mazuri kwa mgonjwa wa kisukari. Sasa maji haya yanasaidia vipi kwa mgonjwa wa kisukari? Maji haya ni kwamba yanasaidia katika kucontrol kiwango cha sukari, katika kushusha. Namna gani? Uwepo wa vitu kama magnesium na madini mengine yanasaidia katika kuongeza utendaji bora wa insulini. Inasaidia kuongeza sensitivity ya insulini, hivyo kufanya kwamba mgonjwa wa kisukari, ile insulin zinafanya kazi vizuri katika kushusha sukari ya damu. Mwisho wa siku nakuta ile sukari ya damu imeshuka. Katika tafiti ambazo zimejaribu kuangazia hususani matumizi ya maji ya dafu, inaonyesha wazi kwamba katika tafiti moja ilikuja kuonesha wazi
kwamba kundi ambalo liliweza kutumia maji ya dafu, sukari yake ilishuka sana kuliko kuzidi mpaka wale ambao waliweza kutumia dawa kama metformin ambazo zilikuwa nafanya kazi ya kushusha sukari. Uwepo wa magnesium na madini mengine ambayo yamesheheni katika dafu hili yanasaidia katika kushusha kiwango cha sukari na huwa inaongeza ile ufanisi wa insulini, na hata hivyo huwa inakuja kuboresha ama kuimprove ile HbA1c ambacho tunaangalia kwamba ni kiwango cha sukari kwa mgonjwa kisukari cha ndani ya miezi mitatu. Tunaangalia ndani ya miezi mitatu average yako iko kiasi gani ya sukari kwenye damu yako. Kwa unakuta iko vizuri kabisa. Lakini fahamu kitu kingine, wagonjwa kisukari huwa wanakumbwa na changamoto ya fizi kutoa damu. Gum bleeding ni moja changamoto ambayo wagonjwa kisukari huwa wanakutana nayo. Lakini hapa matumizi ya dafu inasaidia katika kuzuia tatizo hilo kwa mgonjwa wa kisukari na kuongeza hata pia uponyaji wa vidonda kwa wagonjwa wa kisukari. Inafahamika wazi kwamba wagonjwa wa kisukari wakiwa na vidonda, vile vidonda huwa vinakawia kupona. Matumizi ya dafu yanasaidia. Kwa nini yanasaidia matumizi ya maji ya dafu? Ni kwa sababu kwamba maji ya dafu yamesheheni vitamin C, ambapo vitamin C ni kwamba huwa inakuja kusaidia katika kuboresha zile tissue ambazo zinaunda masuala ya tissue kwenye fizi, lakini pia zinasaidia katika uponyaji wa masuala ya vidonda. Ifahamike tu kwamba wagonjwa wa kisukari huwa wana uhitaji mkubwa sana wa vitamin C, na hii ni kwa sababu ya mambo mawili. Moja ni kwa sababu ya ile kukojoa mara kwa mara. Vitamin C ni water soluble vitamin. Ni kwamba ni vitamin ambayo inakaa kwenye masuala ya maji. Kwa hiyo kukojoa mara kwa mara kunasababisha upotevu wa vitamin C. Lakini habari za oxidative stress na masuala ya inflammation ambayo ni mioto ambayo inakuja kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari, ambayo inapelekea kuharibika kwa tissue nyingi kwa mgonjwa wa kisukari na kupelekea uponyaji wa vidonda kwa taratibu sana. Ni ifahamike tu kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa vitamin C. Kwa hiyo uwepo wa vitamin C kwenye dafu ile ya kutosha inasaidia katika kuhakikisha kwamba mgonjwa wa kisukari anapata vitamin C ya kutosha, ambayo itaongeza uponyaji wa vidonda kwa haraka kwa mgonjwa wa kisukari, lakini pia inamsaidia kumzuia habari za kuvuja kwa damu kwenye fizi zake. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo maji ya dafu yanavyoweza kuwa na faida kubwa sana kwa mgonjwa wa kisukari. Lakini fahamu tu kwamba matumizi ya maji ya dafu yanasaidia katika kushusha kiwango cha sukari ya damu ya mgonjwa wa kisukari na kuimprove ama kuboresha ufanisi wa utendaji bora wa homoni ya insulin ambayo inahitajika kwa ajili ya kushusha sukari ya damu ya mgonjwa wa kisukari, lakini pia inasaidia kuimprove ile HbA1c. Yote katika yote sasa, unahitaji maji ya dafu kiasi gani kwa siku ili kuweza kupata faida bila kuathiri mambo mengine? Tunahitaji tu vikombe 2 mpaka 3, ama tunahitaji almost kama robo mpaka nusu lita kwa siku. Mililita almost kama 500 zinahitajika kwa mgonjwa wa kisukari kuweza kupata kwa kila siku, ambayo hiyo ni almost kama vile ni nusu lita kwa siku nzima. Hiyo inatosha zaidi kwa mgonjwa wa kisukari na kuhakikisha kwamba inakupatia faida hizo. Na uweze kuyatumia wakati gani maji haya dafu? Huwa tunashauri kwamba maji ya dafu yatumike hususan ni asubuhi kabla hujala chochote, ama kama ni mchana basi hakikisha kwamba hujala chochote, kwa maana kwamba yatangulie yenyewe tumboni ndio unaweza ukapata faida. Uwepo wa lauric acid kwenye masuala ya maji ya dafu yanakuja kusaidia katika kuimprove ama kubusi kinga kwa mgonjwa wa kisukari, lakini pia lauric ina property au na sifa ambayo inakuja kuzuia masuala ya fungus, bacteria, masuala ya virus. Kwa ina antifungal property, antibacterial property na antivirus property. Licha katika yote haya ni kwamba ile lauric ni kwamba inasaidia katika shughuli mbalimbali katika kuimarisha na kuzuia masuala ya seli kuweza kuharibika. Kwa hiyo ni muhimu sana mgonjwa wa kisukari kuweza kutumia maji yale asubuhi kabla hajala chochote, ama mchana kama kabla hujala chakula cha mchana unaweza kutumia maji yako ya dafu. Sasa maji ya dafu kwa mgonjwa wa kisukari si kwamba tu yana faida hizo katika kushusha kisukari na sukari na kuweza kusaidia katika uponyaji wa vidonda vya mgonjwa wa kisukari na kuimprove masuala ya HbA1c. Maji ya dafu kwa mgonjwa wa kisukari yanasaidia pia katika
kuboresha mfumo wa mmeng'enyo kwa upande wa mgonjwa wa kisukari, kwa sababu mfumo wa mmeng'enyo wa mgonjwa wa kisukari mara nyingi unakuwa unapata changamoto za uharibifu za mara kwa mara. Kwa hiyo ule uharibifu ule kwa kutumia maji ya dafu inaweza kusaidia katika kuboresha afya ya mmeng'enyo wa mgonjwa wa kisukari na inakaa vizuri. Ifahamike tu pia wagonjwa wengi wa kisukari wana issue za ukosefu wa choo, wana issue masuala ya acid reflux na vitu vingine. Maji ya dafu pia yanaweza yakasaidia kwa mgonjwa wa kisukari ambaye anatumia maji haya ya dafu. Kwa hiyo hakikisha maji ya dafu yanakuwa kinywaji cha kwanza kwa wewe mgonjwa wa kisukari. Kwa kama ulikuwa fahamu hayo. Leo naishia hapa, nahitaji kufahamisha umuhimu wa maji ya dafu kwa mgonjwa wa kisukari na kwa nini utumie na utumie kiwango gani na utumie wakati gani. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.